Teheran imetoa onyo juu ya athari za hatari kutoka kwa chokochoko za Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameonya dhidi ya matokeo ya hatari ya vitendo vya kichokozi vinavyofanywa na Marekani katika Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz, akisisitiza kwamba hatua hizo za kizembe zinahatarisha amani na usalama sio tu katika eneo hilo bali duniani kote. Katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov mnamo Jumatatu, Araghchi alitoa onyo kali kuhusu matokeo ya uchokozi wa Marekani. Onyo hilo linakuja huku kukiwa na ongezeko la uchokozi wa Marekani kufuatia vitisho vya hivi majuzi vya rais wa Marekani Donald Trump kwa kuwekwa vikwazo Iran majini. Kamati kuu ya Marekani, CENTCOM, ilitangaza kwamba itatekeleza vikwazo katika bahari ya Oman na bahari ya Arabia, mashariki mwa mlango wa bahari wa Hormuz, kuanzia saa 11:30 saa za Teheran siku ya Jumatatu. Tangazo hilo lilisema kuwa hatua hiyo itashughulikia trafiki zote za meli bila kujali bendera zao. Iran imekataa kabisa jaribio lolote haramu la Marekani la kuingilia maji yake huru. Jeshi la Iran lilionya kwamba tishio lolote kwa bandari za nchi hiyo zitazusha mwitikio mpana zaidi wa kikanda na kutangaza kwamba hakuna bandari yoyote katika Ghuba ya Uajemi au bahari ya Oman itakayosalia salama ikiwa bandari za Iran zitalengwa. Luteni Kanali Ebrahim Zulfikar alisema katika taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba kuhakikisha usalama katika maeneo hayo mawili ya kimkakati ya maji ni suala la pamoja, akisisitiza kwamba usalama huo lazima utumike kwa pande zote au kwa yoyote. Marekani imetoa maamuzi ya kuhakikisha kwamba inalinda meli kuingia ama kutoka katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz, lakini zaidi imelengwa Iran ambayo ilizuia mlango huu wa bahari wa Hormuz. Awali Marekani ilitaka kufungua mlango huu wa Hormuz, lakini sasa kutokana na kwamba imeshindwa kufungua mlango huo, sasa inaweka kizuizi kwamba hakuna meli ambayo itaweza kupita. Lakini Wairani wanasema kitendo cha kuweka kizuizi ni kitendo cha uchokozi mwingine katika eneo ambalo si lake Marekani. Katika mazungumzo ya simu na Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisisitiza msimamo wa kanuni wa Moscow, akilaani vikali hujuma za kijeshi za Marekani na Israel dhidi ya Iran. Lavrov alitoa wito kwa Washington kuonyesha umakini katika kuendeleza mchakato wa kidiplomasia wa kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Mawaziri wote wa mambo ya kigeni walisisitiza haja ya kudumisha mashauriano ya pande mbili na kimataifa na kutumia kikamilifu uwezo wa kidiplomasia ili kuweka amani na utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Iran imesisitiza mara kwa mara kwamba mlango wa bahari wa Hormuz lazima ubaki wazi kwa usambazaji wa amani, huku ikitetea kwa uthabiti wake haki zake halali dhidi ya ujio wa kijeshi wa kigeni usiokuwa halali. Teheran imeweka wazi kwamba jaribio lolote la kuvuruga uhuru wa usafiri wa majini katika eneo hilo la bahari au kuweka vizuizi haramu litakabiliwa na majibu madhubuti kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi la IRGC. Uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran ulianza Februari 28 kwa mashambulizi ya anga ambayo yaliwaua maofisa wakuu na makamanda wa Iran pamoja na aliyekuwa kiongozi mkuu wa wakati huo Ayatollah Ali Khamenei. Majibu madhubuti ya Iran katika mfumo wa operesheni ya Ahadi ya Kulinda namba 4 ni pamoja na operesheni kila siku za makombelo na ndege zisizokuwa na rubani zinazolenga maeneo katika maeneo yanayokaliwa na Israel pamoja na vituo vya kijeshi na mali za Marekani katika eneo zima. Iran pia ilizuia mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli za mafuta na gesi zenye uhusiano na maadui na wale wanaoshirikiana nao kumaindisha usalama kwenye njia hiyo ya kimkakati. Marekani ilikubali rasmi pendekezo la hoja 10 la Iran la April 8 kama msingi usitishaji wa vita wa kudumu tarehe 12 April, na kutokana na kwamba sehemu kubwa ya madai ya kupitiliza yaliyowekwa mezani kwa upande wa Marekani, wajumbe wa Iran na Marekani walishindwa kufikia makubaliano baada ya mazungumzo ya zaidi ya saa 20 katika mji mkuu wa Pakistan wa Islamabad. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana.